Sala ya jama. Sala ya jama kwa wanaume katika sala za faradhi siokuwa sala ya Ijumaa ni sunna yenye kutiliwa nguvu. Ni wajibu juu ya mwanaume kunuilia kumfuata imamu. Si wajibu kwa imamu kutia nia ya kuwafuata, na yafaa muungwana kumfuata mtumwa na mtu mzima kumfuata mtoto aliyemumaizi, wala haifai wanaume kumfuata mwanamke wala ajuaye suratul Fatiha kumfuata asiyejua suratul Fatiha. Na pahala popote amesali ndani ya msikiti kwa sala ya jamaa ndani yake, na yule mwenye kufuata yuajua sala ya imamu yake, itamtosheleza muda isipomtangulia. Na akiswali imamu ndani ya msikiti na maamuma nje ya msikiti ilhali wako karibu naye, huwa kukaribiana kwao kusiwe umbali wa ziada ya dhiraha 300, na yeye maamuma iwajua sala ya imamu wake, wala hapana kizuizi kati yao, itafaa kumfuata. Namna ya kuswali jamaa. Ikiwa ni sala za kusoma kwa siri kama ya adhuhuri au alasiri, basi imamu na maamuma wote watasoma masomo yote kwa siri. Na iwapo ni sala za kudhihirisha kama sala za asubuhi au magharibi au isha, imamu atasoma suratul Fatiha, maamuma amalizapo wataitikia amin wote, alafu maamuma nao watasoma suratul Fatiha na masomo yote isipokuwa sura tu. Fadhila za jamaa. Miongoni mwa kuhifadhi sala ni kufukuza kusali kwa jamaa. Hakika sala ya jamaa hushinda sala ya mwenye kusali peke yake kwa daraja 27. Na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana mwenye kusikia ulingano hana udhuru wowote, mzima na wala usiujibu, basi hana sala. Na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake awaombea rehema watu wanaosali safu za mbele. Na neno lake Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana lao wangejua watu yaliyomo ndani ya adhana na safu ya mwanzo, kisha wasipate ila wangelipiga kura baina yao. Na katika hadithi amenena Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana hawatawaacha kuwa makundi ya watu huchelewa katika sala za jamaa mpaka Mwenyezi Mungu awacheleweshe. Ndugu zangu Waislamu, ikiwemo naongezea na sala za Ijumaa. Siku ya Ijumaa badala
ya kusaliwa adhuhuri raka 4, kusaliwa raka 2, na imamu akisalisha kutoa sauti. Na kabla ya kusaliwa sala ya Ijumaa, imamu hutubu hutuba mbili. Sala ya Ijumaa ni faradhi kama ilivyonena Mwenyezi Mungu: enyi mlioamini, ikilingamanishwa sala siku ya Ijumaa, basi fanyeni haraka kwenda kuswali na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na itakapokwisha sala, basi tawanyikeni katika ardhi, tafute fadhila za Mwenyezi Mungu, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufaulu. Na wanapoiona biashara au mchezo wanavyoikimbilia hivyo wakakuacha umesimama, sema yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mchezo na biashara, na Mwenyezi Mungu ni bora na watoa riziki. Sharuti za kupasa Ijumaa ni mambo 7. Ya kwanza ni kuwa Muislamu, ya pili kubalehe, ya tatu kuwa na akili, ya 4 ungwana, ya 5 kuwa mwanaume, na ya 6 kuwa mzima, ya mwisho kuwa mkazi wa mji. Sharti za sala ya Ijumaa. Sharti za kusali Ijumaa ni 3. Ya kwanza, kuwa katika mji au kitongoji. Ya pili, kuwa idadi ya wenye paswa na Ijumaa ni 40. Ya tatu ni kuwa ni wakati wa adhuhuri umebakia, kikosekana wakati pamoja na sharti itasaliwa adhuhuri. Nguzo za hotuba ya Ijumaa. Nguzo za hotuba ya Ijumaa ni 5. Ya kwanza, kumhimidi Mwenyezi Mungu. Ya pili, kumwombea rehema na imani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya tatu, kuhusiwa kuogopwa Mungu. Hizi zapaswa katika hotuba zote mbili, na ni lazima kutamka alhamdulillah na kusalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si lazima tamko la wasia, yatosheleza kusema atiullaha au ittaqillah. Kusoma aya ya Qur'an katika hotuba mojawapo, lakini jambo bora ni kusoma katika hotuba ya mwanzo. Na ya 5 ni kuombea dua Waislamu wa kiume na wa kike. Ya 5 ni kuombea dua Waislamu wa kiume na wake katika hotuba ya pili. Sharti za hotuba ni kuwa tahara, siri, kuhutubiwa ndani ya wakati kuadhu kabla ya kusaliwa.
kusimama katika hotuba mbili, kuketi kati yake na kuinua sauti kwa namna ya kusikiwa. Ni watu 40 ambao hufunga mwana wao Ijumaa. Sunna za hotuba ni kuhutubu juu ya mimbari au pahala pa juu. Khatibu atoe salamu wakati anapoingia msikitini na anapopanda juu ya mimbari. Atakaa mpaka uadhiniwe. Ya 4, ategemee juu ya upanga au kwinginecho. Ya 5, awafadhili watu katika hotuba zote mbili. 6, na Ijumaa ni raka 2, atasoma katika rakaa ya mwanzo baada ya suratul Fatiha, suratul Jumaa, na katika rakaa ya pili atasoma suratul Munafiqun au Sabbihisma na suratul Ghashiyah. Na mtu yoyote mwenye kupata pamoja na imam rukuu katika rakaa ya pili na akijituliza, basi hakika ameipata Ijumaa. Na akiipata baada ya hapo ameikosa Ijumaa. Atanuilia Ijumaa nyuma ya imam, akitoa salamu imam. Atatimiza adhuhuri. Nia sala ya Ijumaa: usalli fardal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Sala ya